Bismillahirrahmanirrahim. Kila sifa njema anastahili Allah. Tunamtukuza yeye na kumsifu kama anavyostahili kusifiwa na kutukuzwa pia. Rehema na amani ziwaendee mitume wake wote, akiwemo wa mwisho wao nabii wetu Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Ikiwa namamkia leo ndugu zangu kutokea leo tarehe 16 hii katika mwezi huu wa Safar mwaka 1448. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, namshukuru Allah kwa nafasi hii nyingine katika siku hii nyingine. Alhamdulillah. Leo nataka sasa hivi nimebezi kwanza kuzungumzia ndoa za Kiislamu katika zama za mwisho, kwa sababu tunapozungumza ndoa tunazungumzia maisha ya watu, tunazungumzia familia za watu. Ndoa ikiwa imetulia, ndoa ikiwa katika usahihi wake, hata wewe unanisikiliza utapata nafasi nzuri ya kunisikiliza. Lakini ndoa ikiwa katika mushkil, hata wewe hutopata nafasi ya kunisikiliza mimi. Kwa hiyo nabezi sasa hivi kuzungumza ndoa za Kiislamu katika hizi zama za mwisho, kwa sababu yako matatizo mengi ambayo kwa bahati mbaya ama nzuri walimu wengi ambao walipaswa kutuelimisha hawayaoni na hawana muda nayo. Kwa sababu ili uweze kuyaona hayo mambo ni lazima uitazame dunia katika jicho la kitofauti. Lazima uitazame dunia katika zama za mwisho. Usiitazame dunia kama vile miaka 600, miaka 1000 iliyopita. Tazama dunia katika namna yake. Leo tupo katika kuzungumza hayo masuala ya kindoa. Swala la ndoa za wake wengi, kuoa wake 2, 3 au 4, leo limekuwa ni kama fashion tu. Wanamume hatuna uwezo, hatuna sifa, hatuna vigezo, lakini mtu anakwenda kuongeza mke wa 2, wa 3 au wa 4. Jambo ambalo limepelekea kuvunja ndoa nyingi na kuzifanya ndoa nyingi kukosa ile sakina na kukosa ile mawadda na kukosa ile rahma ambayo Allah ameiahidi katika ndoa ipo. Leo ukitaka kwenda kwa binti mke wa 2, wa 3 au wa 4, huwezi kupewa. Binti ana sita, binti anaogopa, kutokana na kwamba tumeiharibu hii ibada, tumeivuruga hii ibada. Hata binti anaogopa kabisa, siwezi kuolewa, anakataa, siwezi. Na kama atakubali atakuja kama vile mshindani ili aje mpindue mke wako aliyoko ndani. Hawezi. Tunalikimbilia jambo hili bila kuwa na uwezo. Uwezo umetajwa pale na Allah kwenye suratul Nisa aya nambari 3 kwamba mtu ambaye hana uwezo, mwenye uwezo akaoe wake 2, wa 3 au wa 4. Ambaye hana uwezo ajizuie na mke mmoja. Uwezo huo ni umegawanyika sehemu 3 ndugu zangu. Uwezo wa kiuchumi, uwezo wa kiimani, uwezo wa kimwili. Hasa leo sifa na uwezo hatuna. Hasa lipo jambo lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumza hapa, kwamba ukisha oa, cha kwanza pambania hatima ya familia yako hiyo ya kwanza. Pambana uhakikishie familia yako hiyo ya kwanza makazi ya kudumu. Makazi ya kudumu ndugu zangu, sizungumzie nyumba za kupanga. Nyumba za kupanga sio makazi ya kudumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi wakati mmoja katika wosia, anampa wosia Saadi bin Abi Waqas radhiallahu anhu, anampa wosia Saadi, anamwambia ewe Saadi, ni bora kwako kuacha ni bora kwako kuwatosheleza warithi wako kuliko kuacha masikini wakitangatanga wakiwa omba. Anaambiwa Saadi hapa. Manake ni nini? Hakikisha familia yako ina makazi ya kudumu, chakula cha uhakika. Hapo baba, ukifikia hapo, nenda kaoe. Matatizo mengi ya ndoa za wake wengi kipindi hichi ni watu hawana uwezo, hawana vigezo, hawana hizo sifa, na wala hawawazi kabisa kwamba mimi leo nikifa familia yangu itaishi vipi. Leo mimi nikifa, tunaposema uhakika wa makazi hatumaanishi wewe ukiwa hai. Tunamaanisha leo wewe ukiondoka familia yako itaishi vipi. Leo mtu anaoa wake 2, nyumba za kupanga wote. Wake 3, nyumba za kupanga. Wake 4, nyumba za kupanga. Nyumba ya kupanga sio sehemu ya uhakika ya makazi. Mwanamke yule anakuwa hana amani, hana utulivu. Sio uhakika wa makazi.
Kwa tunalikurupukia hili jambo hali ya kuwa uwezo hatuna. Tunaliendea tu basi. Tunalikimbilia tu kwa sababu ni fashion, kila mtu analo hivi na hivi. Ndugu zangu, tunaharibu. Badala ya kupata thawabu kwa Allah, utapata dhambi, utapata laana. Angalia nyingine, binti umeishi naye miaka 3 4, mnajitafuta, mnatangatanga tu. Binti anajizuia, anakula matembele, anakula visukuma wiki, anakula vimboga havieleweki, anavaa nguo hazieleweki. Mume ana hali ngumu, binti anasema namvumilia mume wangu, hali yake ni mbaya. Ana hali ngumu, nimsubiri. Wallahi Allah anakupa fursa. Umepata kazi, umepata kahela kadogo hivi. Cha kwanza unakimbilia kwenda kuoa mke wa pili. Unakimbilia kwenda kuoa mke wa pili. Binti wa watu namwacha vile vile. Tena si ajabu ukamwambia toka, nenda kwenu kwanza kapumzika kidogo, nitakuita, ili upate uhuru wa kuenjoy na huyo mke mwingine. Binti wa watu amekuvumilia, umepata ka uwezo kidogo, unamfanyia dhulma, huna muda kumkea, hata kusema basi ni enjoy na mke wangu, tufurahi, hakuna. Unaambia nenda kwenu kwanza, kwa muda kidogo nitakuita. Hii ni dhulma ya wazi. Binti anarudi basi anashangaa, mume wangu kashaoa. Umeoa? Nimeoa. Kwani utakaje? Dini imeruhusu. Binti anaishi ndani ya nyumba, ananungunika, anawaza. Kila siku sio baada ya kumfanyia hayo mtu ananungunika, anakuombea dua mbaya huko. Unaanza maisha magumu, mke wangu kaniroga. Maisha yameeleweki, mke wangu kaniroga. Amekuloga nani? Baadaye tena huyo ni bora anayefanya. Wengine wanawaacha kabisa wale wanawake. Amepata kidogo tu, kama anavyosema makalio masikini akipata hulia mbwata. Kapata kidogo tu. Yule mke ambaye alikuwa anamvumilia kipindi wana shida, anamwacha au amtafutie sababu. Ndugu zangu, hii ni dhulma ya wazi. Unamwacha binti, unamtelekeza, yani unampotezea tu. Mwisho siku ndoa inakufa. Kufa kwa ndoa ni kuvunja undugu. Ukivunja undugu, Mwenyezi Mungu anasema anakulaani. Akikulaani anasema anafunika macho yako, anafunika masikio yako. Utakuwa uoni, utakuwa usikii. Usipoona, hata njia za kutafuta riziki zinafungwa. Kwa mwisho siku maisha yako yanakuwa magumu, yanakuwa ya shida, yanakuwa ya dhiki. Afu unaanza, ameniloga, familia yao ameniloga. Amekuloga nani? Hamna aliyekuloga. Hatuna vigezo, hatuna sifa za kuoa wake 2, 3, 4, mtu anakwenda kuoa. That's not right. Na nimalizie kwamba mwanamke wa Kiislamu unayo haki ya kudai talaka ikiwa mume wako amekwenda kuoa mke wa 2, wa 3, hata wa 2, tuanzie wa 2. Mume wako amekwenda kuoa mke wa 2 na hana vigezo, hana sifa. Una haki. Jambo la kuoa mke wa 2, wa 3 au wa 4, that's not for all. Ile ni kwa ajili ya watu maalumu wenye vigezo na sifa. Mwanamume anapaswa kukutosheleza wewe katika nafaka. Wanasema an-nafaka. Anapaswa kukutosheleza wewe katika wajibu wake wa kukutunza. Lazima akutosheleze kwenye makazi ya kudumu, chakula, mavazi. Kama mume wako amekutosheleza sehemu hizi na anakwenda kuoa mke wa 2, wewe huna haja kulalamika. Kama hajakutosheleza, una haki ya kulalamika, una haki ya kuomba talaka endapo utapuuzwa. Tunaposema haki, makazi yani uhakika wa makazi, hatumaanishi nyumba za kupanga. Wengi leo wanakwenda kuoa wake 2, 3 wameweka kwenye nyumba za kupanga. Nyumba ya kupanga sio makazi ya kudumu. Umejenga. Tunaposema uhakika wa makazi, hatumaanishi wewe ukiwa hai mwanaume. Tunamaanisha wewe ukifa, familia yako itakuwa na uhakika wa makazi. Ndicho ambacho tunakimaanisha hapa. Kwa kama hakuna uhakika wa makazi, wewe ndugu yangu ni kubakia na mke wako mmoja. Tengeneza huo uhakika wa maisha, uhakika wa makazi, uhakika wa mavazi, uhakika wa chakula. Hasa wanaume wengi leo wanakwenda kuoa wanawake 2 hali ya kuwa uhakika wa makazi hakuna, uhakika wa chakula hakuna.
Mwisho wa siku ndoa inabadilika, inakuja kuwa ni sehemu ya mateso kwa mke mkubwa. Tena mke mdogo anakuja na enjoy kwa sababu anapewa vitu vizuri. Leo kuna watu wanakuja akishaoa tu mke wa pili, wa kwanza anamtelekeza, anamsema. Tena si ajabu anachukua maneno, anapeleka taarifa za mke mkubwa kwa mke mdogo, ili mke mdogo apate kumuonea mke mkubwa na apate kumshusha thamani. Dhulma za wazi kabisa. Mtu hana uwezo, huna uwezo, why uende ukaoe mke wa pili? Bora mke wa kwanza. Mimi sijazungumzia mke wa kwanza. Mke wa kwanza kila mtu anaoa, hana uwezo, wanapanda wote, watafika mafanikio. Lakini wewe una mke mmoja, huna hali nzuri, unakimbilia kwa mke wa pili na uwezo huo huna. Why ukimbilie? Kwa hiyo mwanamke, ukiona mume wako anaoa mke wa pili hali ya kuwa hana uwezo huu, hana uwezo kiuchumi, hana uwezo kiimani, hana uwezo kimwili, lakini kuu kuliko ni uchumi. Hana uwezo wa kiuchumi kwa maana kwamba hajakuhakikishia makazi ya uhakika, hajakuhakikishia vya chakula, hajakuhakikishia mavazi na huduma zako kama mwanamke ambazo ni haki yako kuzipata. Una haki ya kudai talaka, hiyo ni haki yako. Sheria ya Kiislamu imekuruhusu. Utaratibu wa kufuata, utamueleza mume wako, mume wangu, kwa hali gani ambayo tuko nayo wewe ukaoe mke wa pili? Kiustaarabu tu, hali ya maisha yetu tulionayo, unaendaje kwa mke wa pili? Una haki ya kujieleza yote. Japo wanaume tunaonaga ni kama vile unapenda dunia, huna imani. Sio huna imani, ni haki yako. Mimi unaendaje kwa mke wa pili hayakuwa hakuna uhakika wa maisha? Tunaishi nyumba za kupanga, kula yetu ya shida, mavazi ya shida. Una haki ya kueleza hayo. Maana wanaume wengi leo wanakimbilia hilo jambo, hawajui hata utaratibu wake, wanaliendea tu. Una haki ya kueleza hayo. La kwanza hilo. Imefeli hapo, hatua ya pili, nenda kwa familia yake mwanamke au kwenu. Sema, mimi kwa upande wangu mwanaume huyu anataka aongeze mke, na hali ya kuwa maisha yetu ya tabu, ya dhiki, ya shida. Sema. Imeshindikana huko, nenda kwa uongozi wa msikiti ama shekhi ama taasisi ya Kiislamu ambayo inaongoza Waislamu. Hapa ndio kuna mtihani kwenye taasisi hii, kwa sababu mashekhi wenyewe ndio wanaongoza kwenye hili jambo. Mashekhi wa leo, tuongee ukweli, hata kama mtachukia, ndio mnaongoza kwenye hili jambo. Sio mnaongoza, tunaongoza. Tunaongoza mno kwenye hili jambo. Allah tustiri. Tunaongoza sana kwenye hili jambo mashehe. Kuoa wanawake hali ya kuwa vigezo hakuna. Na tena baadhi mnadiriki kabisa kueleza kwamba unakaa na mke mmoja mama yako yule. Tunaongoza mno kiasi kwamba leo wanawake wengi wanadhulumiwa na mashehe, mnakalia kimya hili jambo. Ndoa za Waislamu leo ni shida. Ukiwachukua Waislamu ukawajaza pale uwanja wa Taifa wenye ndoa zao, usikilize kero zao, utatumia mwaka mmoja na miezi 5 kuweza kumaliza kero za ndoa za Waislamu. Ndoa za Waislamu zina shida. Zina dhuluma kubwa, zina dhuluma nyingi inayoendelea ndani yake. Kwa hiyo utaenda kwa viongozi wa dini, bwana, mimi huyu mwanamume anataka kuoa mke mwingine, hali ya kuwa maisha yetu hayana mwelekeo, hajafikisha vigezo, hana sifa za kwenda kuoa huyu. Talaka yako upewe. Akikubali kushuka na akatulia, akafata vigezo vyenye ni vichache tu. Allah anapenda muumini mwenye nguvu. Inna Allaha yuhibbul mu'mina al-qawiyya. Allah anampenda muumini mwenye uwezo. Uwe na uwezo katika uchumi, uwe na uwezo katika imani, uwe na uwezo katika mwili. Hapa tunapozungumza uwezo mkubwa zaidi ni wa kiuchumi. Ukiwa na uwezo wa kiuchumi utaweza kukamilisha, utaweza kupata makazi ya uhakika, kumjengea mkeo nyumba na familia ikawa na nyumba. Kama Mtume anavyosema, watosheleze warithi wako ni bora zaidi, kuwatosheleza warithi wako ni bora zaidi kuliko kuondoka hali ya kuwa umewaacha katika hali ya umasikini,
wakaanza kuombaomba kwa mikono yao. Nenda katika kitabu cha Sahih Bukhari, kitabu al-Wasiya kimeeleza hii. Kwa hiyo kuwatosheleza nyama bora. Kwa hiyo kwanza kuwa vizuri kiuchumi ndio kitu cha msingi zaidi. Kwani atoshuhudii mfano mmoja. Juzi kati hapo kuna trending ilikuwepo. Bwana mmoja akaposti wake zake watatu kawanunulia magari matatu. Sipalikuwa pana mabinti wanatamani kuwa na wake wanne. Kwa nini walitaka kuwa wake wanne? Kwa sababu bwana uwezo anao. Kwa uwezo ni jambo la msingi sana. Lakini tunayaendea pupa na vibaya masuala ya kuoa wake wawili, watatu au wanne. Matokeo yake maisha yanakuwa stressful kwako, yanakuwa na pressure kwako, yanakuwa hayana amani kwako, na unapata dhambi kwa kuonea viumbe wa Mwenyezi Mungu bila hata wewe mwenyewe kufahamu. Elimu hii ya ndoa katika zama za mwisho huwezi kuipata msikitini, huwezi kuipata sehemu yoyote. Popote pale huwezi kuipata hii elimu ila kwa walimu wa zama za mwisho. Namshukuru Allah kunikutanisha na Sheikh Imran Hussein na walimu wangu wengine wa zama za mwisho na kuweza kuyafahamu haya. Wallahi inshallah Allah atakavyojalia wepesi tutakuwa tunaendelea kukumbushana masuala ya ndoa za Kiislamu katika zama za mwisho, kwani ni mengi sana. Allah tabaraka wa taala tusimamie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini nimalizie kuombea dua. Allah atujalie hidayah, tuweze kuongoka. Masuala haya ya wake wengi tuyajue undani wake na sifa zake. Hakuna mabinti ambao wanapenda kuja kuteseka kwenye maisha ya ndoa, na hata wewe mwenyewe haupendi kuteseka. Kwa ukikimbilia jambo hili bila kuwa na vigezo, utajitesa wewe na utawatesa walio nyuma yako, na huenda ukafanya kufuru baadaye ukamwasi Mwenyezi Mungu. Kwa tuliangalie sana ile jambo, ndugu zangu Waislamu, tusiliendee kipupa. Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi zaidi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara ya pili.